Karibu mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, tuweze kusikiliza na kutafakari ujumbe wa Mtakatifu Gaspari wa siku ya leo, ikiwa ni Mei 2. Tazama ilivyo vyema na kupendeza kuishi mikononi mwa Bwana bila kuhangaika. Hii ndio kusema kujiweka kikamilifu chini ya mapenzi yake. Tazama ilivyo vyema na kupendeza kuishi mikononi mwa Bwana bila kuhangaika. Hii ndio kusema kujiweka kikamilifu chini ya mapenzi yake. Wapendwa katika Bwana, ni furaha kubwa wakati huu tunapotafakari ujumbe wa Mtakatifu Gaspari ambaye alijitoa kwa ajili ya kutenda kazi ya Mungu. Katika maisha yetu tunakumbushwa siku ya leo na Mtakatifu Gaspari umuhimu wa kuishi mikononi mwa Bwana kama ilivyoandikwa katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 5 aya 7. Msiwe na wasiwasi wowote, kwa maana yeye hujishughulisha nanyi. Huu ni mwaliko wetu kutupa mizigo yetu kwa Bwana, kujiachia mikononi mwake na kuishi maisha yasiyo na wasiwasi. Mtakatifu Gaspari mwenyewe aliishi maisha ambayo yalikuwa mfano utii kwa mapenzi ya Mungu. Alijitahidi kuleta nuru na matumaini kwa wale waliozungukwa na giza la dhambi. Injili ya Mathayo sura ya 5 aya 14 hadi 16 inatualika kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu. Tunapopata nafasi ya kusikiliza na kutafakari ujumbe huu, tunaalikwa kuwa nuru ya ulimwengu kwa kuishi mapenzi ya Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Kujitenga na wasiwasi na mahangaiko si jambo rahisi, lakini Bwana anatuahidi katika waraka wa Mtume Paulo kwa Filipi sura ya 4 aya 6 hadi 7. Msijali kuhusu chochote, bali katika kila jambo kwa sala na maombi pamoja na shukrani, ombi lenu lijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawavalisha mioyo yenu na fikra zenu katika Kristo Yesu. Hii inatukumbusha kwamba ile amani ya Mungu inakuja tunapokuwa karibu naye, tukimtumainia na tukimshirikisha Kristo katika kila jambo tunalopata. Wapendwa taifa la Mungu, katika kuishi mikononi mwa Bwana tunapata amani na furaha isiyo na kipimo. Ni katika kujiweka chini ya mapenzi yake matakatifu sana ndipo tunaweza kukutana na uzuri na ulinzi wa maisha ya kweli. Hivyo tuwe tayari kujiweka mikononi mwake, kwani maisha yetu ndani yake ni ya thamani sana. Itukuze damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii mimi Frateri Romero Jackson, frateri wa shirika misionari wa damu azizi ya Yesu.